Aprili 2 Simba watarusha keti yao ya kwanza katika mechi mbili za robo finali kombe la shirikisho barani Afrika kwa kucheza na wenyeji Al Masry. Sasa mechi hiyo itachezwa kwenye uwanja huu unaitwa Suez Canal Authority Stadium. Hiki ni kifupisho chake. Ni uwanja ambao uko katika mji wa Ismail kule nchini Misri. Umbali unaelezwa kwamba ni takriban zaidi ya kilomita 70 kutoka Port Said ambako ni nyumbani kwa Al Masry. Al Masry wanakwenda kucheza katika uwanja huu, wanautumia kama nyumbani wa Suez Canal Authority Stadium kwa sababu uwanja wao wa Al Masry zamani ukiitwa Port Said ungali katika matengenezo, hautumiki kwa mechi hizi za CAF. Sasa uwanja huu wa Suez Canal Authority Stadium ni uwanja ambao ni mpya kabisa. Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Ndio, kwa sababu ulivunjwa mwaka 2019 na kuanza kufanywa marekebisho kabla ya kufikia mwaka 2022 ndipo ukazinduliwa na kuanza kutumika rasmi. Awali ulikuwa ukichukua watazamaji 10,000, yes, 10,000, lakini sasa baada ya kujengwa upya kuna watazamaji 21,000 wanaweza wakaingia na wote wakawa wameketi. Kwenye muundo wake uwanja huu wa kisasa kabisa, mzuri sana kama unavyo, una siti 3,000 za first class. Yes, hii ni main cabin inayohusisha pia first class, ni watu 3,000. Halafu kuna watu 3,000 wengine wa second class seats, yani zile tunaweza kusema labda daraja la pili, viti daraja la pili baada ya vile daraja la kwanza 3,000. Halafu kuna mzunguko ambao wenyewe ni third class. Hii ilikuwa ni first class, hii second class, hii ni third class. Kwa third class kuna viti 15,000 ambapo kwa ujumla wake ndipo tunapata viti 21,000. Uwanja huu nyasi zake ni hybrid grass. Maana yake ni kwamba ni uwanja ambao pakuchezea hapa umehusisha nyasi mchanganyiko, nyasi bandia, nyasi bandia na nyasi asilia, ndio zinaitwa hybrid grass. Kwa sababu tunafahamu kuna artificial turf, uwanja wa nyasi bandia, alafu kuna natural turf kwa maana uwanja wa nyasi asilia. Sasa hybrid ni mchanganyiko, ni aina ya nyasi ambazo zimebuniwa kule nchini Ufaransa, zinatumika sana katika maeneo mengi, zikihusisha mchanganyiko wa nyasi asilia na nyasi bandia ambazo zinafanya uwanja eneo lake la kuchezea liwe madhubuti, kusiwe na mahitaji ya matengenezo mara kwa mara kurejesha ubora wake na kadhalika. Zipo faida kadhaa, lakini pia kuna hasara zake, kwa sababu tofauti ya kuwa na nyasi za asili na nyasi asili zilizochanganyika na nyasi bandia lazima kuwa na utofauti. Mojawapo ni wakati panapokuwa na joto, kwa sababu ni viji plastiki vipo fibers ndani ya nyasi asili, wakati mwingine wachezaji upata wakati mgumu katika kukabiliana na hali uwanjani. Ni baadhi ya changamoto zake, lakini ni eneo zuri la kuchezea kutokana na nyasi hizo za kisasa. Lakini uwanja huu baada ya kufanywa marekebisho hivi sasa una sifa zote za vile viwanja tunasema vya hadhi ya Olympic. Ni uwanja ambao ndani yake kuna maeneo ya kukimbilia kwa ajili ya michezo ya riadha. Ni uwanja ambao una kijiji cha Olympic. Unapozungumzia kijiji cha Olympic, maana yake kuna michezo karibu yote ya ndani ina maeneo yake ya kuchezea katika uwanja huu wa Suez Canal Authority Stadium. Lakini vile vile kuna running track nimeshatoka kuzizungumzia, kuna kituo cha afya. Ni uwanja ambao pia umejaliwa kuwa na migahawa ya kutosha ya chakula na vinywaji, lakini vile vile kuna gym, sehemu maalum za kufanyia mazoezi kwa michezo mbalimbali kwa ajili ya kujenga utimamu
wa wachezaji wa michezo mbalimbali. Kumbuka kwamba ni uwanja unaofiti kwa ajili ya michezo ya Olympic na kadhalika. Lakini pia kuna hoteli yenye kuchukua watu zaidi ya 2000, lakini vile vile kuna msikiti unaitwa Tabarak Mosque. Tabarak Mosque, kuna msikiti na huduma nyingine mbalimbali ikiwamo eneo la kutua ndege ndogo. Ndio, kuna runway kwa ajili ya ndege helikopta kutua kwenye uwanja huu wa kisasa sana. Sasa tunafahamu kwa taratibu za CAF kwenye sura ya 9 inayozungumzia requirements and organizational aspects katika kanuni za CAF za michuano ya kombe la shirikisho kwa msimu huu pia wa 2024-2025 kama ilivyo katika misimu mingine, hususan juu ya namna ya timu ngeni kupata nafasi ya kufanya mazoezi ni sehemu ya haki. Ipo katika sura ya 9 kifungu cha 17(5) ndicho hasa kinazungumzia habari ya timu ngeni kupata maeneo ya kufanyia mazoezi kuelekea siku ya mechi. Kwa sababu hiyo, wekundu wa Msimbazi Simba ambao ni wazoefu katika michuano ya CAF bila shaka wanajua jinsi ya kufuata taratibu, kwa sababu haki hii lazima iambatane na taarifa kuwapo kwa kamishna wa mchezo, taarifa kuwapo kwa wenyeji. Lazima Simba watakapofanya hivyo watapata haki hii ya kufanya mazoezi. Kwanza uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mechi, lakini pia watapata nafasi ya kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja huu wa Suez Canal Authority Stadium, na hasa katika muda ambao ule wa mechi itakayochezwa utapata mazoezi ya dakika 60 kwenye uwanja huu pindi wakiamua kufanya hivyo na wakafuata taratibu. Na Simba kama nilivyotoka kusema awali ni wazoefu juu ya taratibu hizi. Sasa ni kwa sababu uwanja huu ni hybrid, bila shaka Simba watapata nafasi mara 2 ya mazoezi, kwa sababu kanuni za CAF nilizotoka kuzielezea. Sasa kifungu kinachofuatia 17(6) kinaeleza kwamba kwenye uwanja wa asili timu ngeni inapata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaochezewa mechi katika muda huo wa kuchezewa mechi kwa dakika 60 minutes. Lakini kwenye uwanja wa nyasi bandia artificial turf, kanuni hiyo 17(6) kwenye sura ya 9 kanuni za CAF inatoa nafasi ya kufanya mazoezi mara 2, training ziwe mara 2. Kati ya hizo mara 2 mojawapo iendane na muda ambao mechi ndipo kuchezwa. Sasa matarajio ni kuona Simba haitapata shida katika kupata fursa hiyo ya kufanya mazoezi kwenye uwanja huu kuelekea siku ya mchezo ambayo ni Aprili 2. Msisitizo ni kwamba kwenye uwanja huu nyasi zake ni hybrid. Kwa sababu hiyo zipo baadhi ya changamoto ambazo wachezaji wa timu zote Simba lakini wenyeji Al-Masri watakumbana nazo ambazo haziendani na nyasi asilia, lakini ni changamoto ambazo kwa wachezaji wote wa timu zote mbili bila shaka haitawaathiri katika kuonyesha kile ambacho Mwenyezi Mungu amewajalia, talanta ya kucheza mpira wa miguu ili kuleta burudani kwa Watanzania, kwa Wamisri, kwa Waafrika na wapenzi wafuatiliaji wa mpira wa miguu barani Afrika kote ulimwenguni kufuatilia mechi hii. Kwa lugha nyingine, kwa mazingira ya uwanja jinsi ulivyo wa kisasa unaruhusu boli kutembea kama asemavyo kocha wa Namungo Juma Ramadhani Mgunda, na hivyo ni kazi yao sasa wachezaji wa Simba kutekeleza mpango kazi wa Mwalimu Fadlu Davids ili kupata matokeo chanya. Hapa ni juu yao ili Mpanzu Kibisawala, Kibu Dennis Prosper, Jasha Ahua, Lionel Ateba Mbida, Steven Dese Mukwala, Valentino Mashaka, lakini viungo Fabrice Luamba Ngoma, Yusuf Kagoma, mabeki Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala nahodha, mabeki Shamu Karabu, Abdurazak Hamza, Shemalon Fondo, golikipa Musa Pimpin Kamara kuonyesha kipaji chao. Wale wa kutiririka kuelekea lango la Al-Masri, bila shaka uwanja huu unatoa fursa kwao kutiririka wawezavyo, kupiga mashuti wawezavyo kwa ajili ya kufanya majaribio ya kufunga, jambo ambalo mwisho wa siku ndilo linaloweza kuleta furaha kwa wanasimba, furaha kwa Watanzania. Lakini uwanja huu unaruhusu pia wachezaji nyota wa Al-Masri kutiririka pia kuelekea lango la Simba, wakiwamo kina Fakhruddin Ben Yusuf, wakiwamo kina Abdurrahim Dermoum, lakini pia mshambuliaji wao kinara hapa nazungumzia Salah Mohsen. Lazima safu ya ulinzi ya Simba au tuseme Simba mfumo wake kujilinda lazima uwe macho kucheza dhidi ya wote hawa, kwa sababu mabeki wao pembeni pia akiwemo Ahmed Eid pamoja na Saadawi Amri wanao uwezo wa kutiririka vya kutosha kama tulivyoelezea wachezaji wa Simba. Je, itakuwa vipi katika siku hii? Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ni swala la kusubiri. Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan.
Bye bye.